ni tuseme ni uzembe wa mabeki wa Simba ama ni uzembe wa Pimpini mwenyewe Kamara kwa kukosea mahesabu ama hesabu? Kabla ya uzembe, Ndiyo. unapaswa pia umsifie Tigisi ambaye aliweza ku anticipate spaces na kuweza kuitumia ile space kwa uzuri. Ndiyo. Akaisaidia timu yake kupata bao. Hiyo ndio tunasema unapaswa mpongeze kwanza mpiga pasi kwenye nafasi, alafu pia mfungaji wa bao kwa kutumia ufanisi kabla ya makosa ya Simba Sports kwenye eneo la ulinzi, kwa sababu hii nafasi haikuwa inaonekana kama nafasi ya bao wazi. Lakini namna ambavyo mpira ulivyopigwa kwenye space, yeye akaufanya ule mpira uonekana ni hatari zaidi kwa Simba Sports. Sawa sawa. Kwa sababu alikuwa pale beki wa Simba Sports, alikuwa pia beki wa kushoto wa Simba Sports ambaye ni Zimbo Junior. Kwa mpira ulidondoshwa kwenye nafasi ambayo ilikuwa iko wazi, wakasaidika wao kupata ile nafasi na kufunga bao. So unapaswa umsifie kwanza mfungaji, alafu tuje tuangalie makosa ya Simba Sports yalikuwa wapi. Ule mpira hakuna beki yote wa Simba alikuwa anategemea kama unaweza kadondoshwa kwenye ile nafasi. Hiyo ni akili kubwa ya mchezaji wa Pamba Jiji aliyoifanya. Alafu cha pili, angalia Tigisa alivyoweza ku overlap kwenye ile spaces, alafu then akachukua ile nafasi akafunga. Ile distance ya mpira ilipodondoshwa, Pin Kamara alikuwa bado yuko nyuma ya ule mpira. Kwa hiyo hasingeweza kutoka kwa haraka kufikia ule mpira. Kwa hiyo nyota Tigisi aliwahi na anajua aina ya golikipa kama Pin. Ni golikipa ambao 1v1 ni ngumu kumfunga. Lakini yeye pia aliweza kumsoma vizuri Pin na kujaja, licha kwamba alitanua mwili wake, lakini alichagua kuopt kuchopa mpira kidogo na ukaingia kambani. Of course ni goli zuri, lakini pia mistake za Simba Sports, walikuwa overconfidence baada ya kujua wamepata ushindi huo mzuri. Kwa hiyo wakawa overconfidence, wakaamini kabisa hii game wameshaikill kabisa. Haina shida yoyote kwa upande wao. Kwa hiyo wakawa wanakuwa scattered katika eneo kubwa. Na hii inatokana na baada ya changes za mwalimu kubadilisha kikosi chake katika eneo la kulia, eneo la chini, akamwacha Zimbwe, akamwacha Shemalon, Braza Kamza akapumzika, akaenda Shamu akaenda kulia. Kwa hiyo unaona kuna mistake nyingi ambazo zilifanyika pale, na hatimaye watu wakawini ile space wakapata bao. Na ilikuwa ni clean sheet ya paka anaingia, alikuwa na clean sheet 16 Kwa hiyo angefanikiwa ingekuwa ni ya 17 na ni mechi yake 23 hii leo. Hebu tutazame sasa mchezo wenyewe jinsi na namna ambavyo ulikuwa, na Simba anaibuka na ushindi wa mabao hayo 5-1. Pamba Jiji wameteleza wapi mpaka kuadhibiwa utitiri wa mabao kiasi hiki? Nimemsikia mwalimu wa Pamba Jiji akizungumza kwamba hawakuheshimu Simba. Ndio maana wameruhusu mabao. Wamecheza hovyo. Manake kama hujamheshimu mpinzani, manake wewe uko tayari kupambana kwa kadri ambavyo unaona inastahili. Lakini mwisho wa siku wameathirika wao kwa kupoteza mabao mengi 5. Turudi kwenye mchezo wenyewe. Namna ambavyo kuna cheza, kama ambavyo mwalimu wa Pamba Jiji amezungumza, Fred Felix, ulikuwa unaona zaidi kwamba Pamba wanataka kupishana na Simba Sports. Hawakumheshimu kukaa kwenye mid block. Na tunafahamu kabisa Ethiopia unapocheza na Simba Sports watadominate mchezo. Unapaswa kuopt wewe kukaa kwenye eneo lako la chini ili utoke kwa counter attack, lakini haikuwa hivyo kwa Pamba Jiji. Waliamini kwamba ile 1v1 battle ambao wanaweza kuifanya wachezaji wa Pamba Jiji inaweza kuwasaidia wao kuwin hizo situation ya 1v1, then kutumia hizo nafasi ambazo zitapatikana kutokana na makosa ya Simba ambao wao watawa press, lakini haikuwa hivyo. Simba Sports walidominate mchezo, na bahati nzuri kitu cha Simba Sports wanachokifanya mpaka sasa, baadhi ya nyota wao wamekuwa kwenye kiwango bora zaidi. Yaani pale mwalimu anapofanya rotation ya kikosi, huwa wanapata wakati wa kumuonyesha kitu extra zaidi. Kwa mfano, leo mwalimu amechange kikosi kwa mara nyingine. Hakuepo Kagoma, alikuepo Jefa kwenye kiungo cha chini. Jefa ambao ni mara chache sana kuanza kwenye ligi kwa msimu huu ndani ya Simba Sports. Ni kama nafasi yake imekosekana kabisa. Lakini leo amepata nafasi ya kuanza kwenye kiungo cha chini cha Simba na amemudu kucheza hilo eneo. Juu yake alikuwa ni Fabrice Luamba Ngoma. Then akamtoa Ngoma akamuingiza Debra Fernandez Mavambo. Maana yake obvious tu baada ya pale aenda kuwini eneo la katikati na kafanikiwa. Jefa alikuwa hana kazi kubwa kwa sababu muda mwingi Simba anadominate mchezo. Yeye kazi yake ni kupiga pass, kuitoa chini kupeleka juu. Na alikuwa hana majukumu mengi ya kucheza kama defensive kwa sababu Pamba alikuwa anaenda kwa matukio sana. Kwa muda mfupi sana kufika kwenye matukio ya Simba Sports. Kwa walishindwa kuwini zile situation ambazo wangekuwa wanazipata. Lakini changes ya kikosi, kushoto leo ameanza Zimbwe, kulia alicheza Shomari then akatoka. Umenielewa? Baadaye juu ameanza leo ni Lateba ambaye mechi ya JKT hakuanza, alianza Mukwala. Hiyo ni changes ya mwalimu. Then Mukwala kumaliza mechi
Kule Ateba amecheza dakika chache za mwisho kabisa. Kama dakika za kuongeza ndio kacheza Lionel Ateba. Hiyo ni nini? Hii ni mwalimu anaona kabisa kwamba nina game kila baada ya siku 3 na mchezo. Sihitaji nimpe mchezaji wangu muhimu nafasi kubwa ya kucheza kwa sababu anaweza kaa na vitu vile. Anaweza sipate injury lakini akapata fatigue. Akipata fatigue maana yake tayari mechi ambayo ni muhimu ambayo Simba iko mbele yao ni mechi ya kombe la shirikisho. Mwalimu anahitaji wachezaji wao wote wawe kamili. Kwa hiyo namna ambavyo alikuwa anafanya changes za kikosi ilikuwa inampa faida yeye kwa sababu kila mchezaji anayemuingiza anampa kile kitu ambacho anakihitaji. Ndio. Angalia michezo mitatu ya sasa. Budo Joshua Mutale amekuwa kwenye form bora zaidi kwenye michezo hii. Kwa hiyo mwalimu anajua kusema kwamba Budo sio mchezaji wa kumtegemea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho, lakini kwenye ligi kuu ananipa kitu kizuri. Why nisimtumie kwa asilimia kubwa? Ndio maana mechi ya JKT Tanzania, mechi ya Mashujaa kumuona Jean Charles, lakini mechi ya jana ya mechi ya juzi dhidi ya JKT ulimwona anaingia na katoa ile cross ambayo ilisababisha bao. Leo anakuja kufunga magoli mawili yeye, magoli matatu yeye. Kwa hiyo ni faida kwa mwalimu kwa sababu rotation zinamsaidia yeye kupata kile kitu kizuri ambacho anakipata. Na ukiangalia namna ambavyo kunatoka eneo lao la chini Simba. Pasi kama kawaida yao, pasi nyingi, wakifika mtalo katikati wanaongeza kasi kwa sababu lile eneo lina watu wenye kasi. Elim Panju ana kasi. Anapokamata mpira sio mchezaji wa slow. Unapaswa uwe striker, unasoma mikimbio yake kwa haraka zaidi. Ukichelewa kumsoma Elim Panju maana yake utamiss magoli mengi. Kuna tukio moja ambalo Mpanzu amelifanya, Lionel Ateba akachelewa kuingia kwenye nafasi. Alipoingia kwenye nafasi kupokea mpira nje ya 18, ikambidi afanye vitu zaidi ya kimoja, kupiga mabaskeli ambayo hayakuwa bora kwa upande wake. Kwa hiyo ni striker ambaye aikamata mpira ni kama anakuonyesha tunaenda kwenye goli. Kwa wewe kimbia kwenye haraka kwenye goli, then tutumie makosa ya timu pinzani kwa sababu yeye anachokifanya Elim Panzu sio kwenda direct kwenye timu ya mpinzani. Ni kuivuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani. Yaani maana ile shape yao ya ulinzi ivurugike. Ikisha vurugika maana wewe striker upate nafasi ya kuziona space za kuingia. Kama utachelewa kuingia kwenye zile space maana hautafanya chochote ndani ya box. Ndicho ambacho kilitokea kipindi cha kwanza kwa Lionel Ateba. Alionekana kwamba hakuna chochote anachokifanya. Alikuja kuwini ni Jean Charles. Matukio yote ambayo yalikuwa yanafanyika pale ya Elim Panju, Budo, Joshua Mutale yalikuwa namkuta kwenye position sahihi. Jean Charles kwa mfano goli la 3 goli la pili alofunga la kichwa, goli ambalo linaonekana kabisa ni bao, yupo kwenye position sahihi baada ya cross ya Jean Charles anapiga kichwa, cross ya Elim Panju anapiga kichwa, goli linaingia kambani free kabisa. Kwa hiyo ni matukio ambayo yalikuwa yanatokea ambayo yanampa faida zaidi Fadu Davis.